Ni shukuru, najua wametangulia walimu. Ni shukuru kwa kazi njema ambayo wameifanya, na kile ambacho nakipokea hapa kinakusaidia kuanzia leo na miaka mingi sana ijayo mpaka utakapokwenda kaburini. Unachohitaji sana ni nidhamu tu ya kuweza kusikiliza nene Mungu anazungumza. Tunapozungumza wanafunzi tunalipata kwenye andiko lile la Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 19 na mstari ule wa 20. Lakini mimi sintazungumza wanafunzi, andika kichwa kuwaleta watu kwa Yesu. Kwenye kichwa chako andika kuwaleta watu kwa Yesu. Hicho ndio kipengele ambacho nitasimama nacho napoongea na wanafunzi. Na nashukuru Mungu naongea na wanafunzi ambao mna sifa mbili ya wanafunzi halisi wa elimu secular, lakini nakwenda kuzungumza na wanafunzi ambao ni wanafunzi wa Kristo. Kwa na imani utakuwa na uwanda mpana sana kuelewa. Kwa hiyo unaposema wanafunzi, hebu naomba nisome moja haraka kitabu hicho cha Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 19 na mstari wa 20. Ndio. Sasa anazungumza, anasema, basi enendeni ulimwenguni mote kwa mataifa yote, mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 14 mstari ule wa 22 anasema, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye nakwenda kumzungumza siku ya leo ni yule mwanafunzi mfuasi, disciples. Ndio ambaye tunamzungumza, mtu ambaye anatembea katika imani ya kidini, amekula mafundisho ya kiroho na anamtambua Mungu kwamba mambo yangu hayawezi yakaenda bila Mungu. Yaani anayo nguvu nyingine ya ziada ambayo anaitegemea kwenye maisha yake. Na ndiyo dunia jinsi ilivyo. Hii dunia inaongozwa na madhabahu. Iwe unazifahamu ama huzifahamu. Kwa iko nguvu nyingine katika ulimwengu wa roho ambayo inaongoza mifumo ambayo unaiona ya kidunia, ambayo unaiona kwa macho na isionekana kwa macho. Inaongoza wanadamu na mipango yote unaona inaenda. Iko nguvu sio ya kawaida ambayo ndio leo wewe umeketi chini yake unamtumikia Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo nasema umechagua fungu jema. Lakini kama wanafunzi wa Kristo unahitaji ufanywe imara roho yako, uwe madhubuti, kwa sababu unahitaji kuwafanya mataifa kwa wanafunzi. Watu wangapi wamewaalika wenzao kwenye mkutano huu ambao wamefika? Nyosha mkono wako namna hii. Umemwalika mtu na uliyemwalika umekuja naye. Nyosha mkono wako juu. Naona mkono mmoja pale, na mkono wa pili pale, na mkono wa tatu unachomoka, na mkono wa 4, mkono wa 5. Kwa mikono 6, 7 kama 8. Kwa hiyo maana kama hatujui kualika tuko sisi wenyewe kwa wenyewe. Na kama tunajua kualika maana tuko zaidi ya sisi wenyewe kwa wenyewe. Na ndio maana nataka nizungumze juu ya mwanafunzi huyu, kipengele cha kuwaleta watu kwa Yesu. Kwamba ni wajibu wa kila mmoja ambaye ni mwanafunzi wa Yesu, anahitaji kuhakikisha kwenye makongamano kama haya anakuja na mtu. Tena ni vizuri zaidi unapokuja na mtu ambaye kabisa
hajaokoka, inapendeza sana. Anakuja mahali hapa, anakuja kwa Yesu. Tukiwa shuleni kwetu huko, tunawaleta watu kwa Yesu, tunawaeleza wema wa Mungu. Kwenye ibada zetu tunawaalika, tuna ibada karibu. Kuna mambo mengine sio mpaka umshuhudie okoka. Yesu anasema yanafanya wewe, mwambie tu njoo kwenye ibada zetu. Akiingia tule uungu wa Mungu unaotembea na mahali pale, unakwenda kumgusa. Tunakwenda sambamba. Bwana Yesu asifiwe. Lengo letu kama jina letu lilivyo, tunahitaji kubadilisha ulimwengu, kubadilisha vijana, na ili watu wapate kufurahia wema wa Mungu na matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo nakwenda kuzungumza juu ya mwanafunzi mfuasi wa Yesu ambaye anahitaji kufanya jambo kwa faida yake ya baadaye. Haleluya. Lakini tunapozungumza kuwaleta watu kwa Yesu, ni kwamba tunahitaji nyenzo. Tunahitaji vitendea kazi. Na vitendea kazi tunavyo. Na hivyo vitendea kazi huwa vinajitegemea vyenyewe. Kitendea kazi cha kwanza kuwaleta watu kwa Yesu ni neno la Mungu. Unapolishika neno la Mungu kwa uzuri, linakubadilisha wewe, na lile neno linakwenda kuleta matokeo kwa kila ambaye unakutana naye. Unapomweleza wema wa Mungu na matendo makuu ya Mungu, yule mtu anabadilika. Hatuna muda wa kusoma maandiko mengi, lakini andika kitabu cha Ibrania sura ile ya 4 mstari wa 12 juu ya uweza wa neno. Kwa neno liko hai, tena ina nguvu, tena ina mamlaka, na inaweza kugeuza kila kitu ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo neno ni kitendea kazi cha kwanza. Na kitendea kazi cha pili ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Unapookoka namna ile, Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Sasa Roho Mtakatifu ndo anakuwezesha namna ya kusukuma mapenzi ya Mungu, kusukuma injili ndani ya moyo wako, unaanza kufurukuta, unaelekezwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kitendea kazi, na yeye kimsingi ndo anaoleta watu kwa Yesu. Yeye ndiye anayesababisha watu waokoke. Unapotamka neno ambalo limevuviwa na Roho, unapokwenda neno ambalo ni upanga, ni moto, ni nyundo, linakwenda kumweka mtu wazi ndani yake. Unapoweka mtu wazi ndani yake, anaanza kujitambua yeye ni nani. Kwa hiyo linakwenda kuchinja kazi zote, anaanza kujitambua kwamba yeye ni mtu mwenye hatia, anamhitaji Mungu, maisha yake yapate kubadilika. Kwa hiyo neno likipita namna ile, Roho Mtakatifu kama maji anapomwagia ile neno, unashangaa mtu analia machozi, anamhitaji Mungu wako kwa amemwona anapotenda mambo ya ajabu. Na wewe unaweza kuleta wazazi wako kwa Yesu, hata kama walikuwa hawajaokoka. Watakuja kwa Yesu, wanaangalia neno limekubadilisha, wanaangalia Roho Mtakatifu anataka ndani yako, wanaona mambo ambayo yalikuwa hayawezekani yanawezekana, wanasema Mungu wa mtoto wetu tutakwenda pamoja naye. Kwa jitahidi kuwa kijana mwadilifu, kwa Roho Mtakatifu atakutengeneza. Haleluya, haleluya. Lakini kitendea kazi kingine cha tatu ni wewe mwenyewe kama nyenzo ya Mungu, kama nyenzo ya kiungu. Yaani wewe mwenyewe kwa ni nyenzo ya nani? Yaani kama unatafuta nyenzo sasa ni wewe. Haleluya. Sema mimi ni nyenzo ya Mungu. Sema mimi ni nyenzo ya Mungu. Katika Isaya 49 anasema wewe ni mshale uliosuguliwa sana, katika podo umewekwa na kutunzwa. Tunakwenda sambamba. Katika Yeremia 50:20 anasema wewe ni rungu langu. Anasema wewe ni rungu langu, kwa wewe nitawavunja mataifa yote. Na ndipo kwenye kitabu kile cha Isaya 59 tunakuta tunapofanya maombezi kwa watu. Isaya 59 mstari wa 16. Tunapofanya maombezi kwa watu kwamba Bwana ponya kongamano hili, Bwana ponya Kasfeta, Bwana ponya mtu yule, Bwana okoa baba yangu, ponya shule yangu, ponya rafiki yangu,
Maombi unayofanya namna ile, kwa kweli ni chombo, ndani yako natoka moto ambao unakwenda kugusa na kuatamia yale maombezi unafanya kwa wale watu. Kwa unakuwa wewe ni moja ya nyenzo inayotembea, na ukishajitambua namna hiyo unaanza kukaa vizuri kwa ajili ya kumletea Bwana Yesu mavuno kama mwanafunzi harisi wa Yesu. Haleluya, haleluya. Isaya 6:8 anasema, Bwana nitume mimi hapa, nitume, niko tayari kwenda. Akajitambua yeye ni nani. Alijijua kwamba yeye ni chombo cha Mungu kilichotakaswa na kutengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mwambie ndugu yako, umetakaswa. Umetakaswa kwa ajili ya Mungu. Fanya hivyo kwa watu wawili watatu, wa kushoto kwako na kulia kwako na nyuma yako. Afu naitikia amina. Akikuwahi naitikia amina. Mwambie wewe ni chombo cha Mungu. Mwambie wewe ni rungu la Yesu. Mwambie wewe ni mwanafunzi harisi. Mbariki ndugu yako namna hiyo. Kwa lazima uwe tayari kufanya kazi ya Mungu, na Bwana atakutengeneza na atakutenganisha na mambo yote mabovu. Haleluya, haleluya. Ninaongea na watu wakubwa sana hapa. Naongea na watu wakuu sana hapa. Kuna wakati fulani mtu atakadharau umbile lako jinsi ulivyo, lakini hajajua kitu ambacho kiko ndani yako. Na kwa kuwa mtu hajajua ulicho nacho ndani yako, lazima huyu tumuue huyu, tuangalie ndoto yake itakaaje. Anajifanya tuweze mambo ya usoni, tungoja tuue ndoto yake, tuangalie kama itatimia. Mwambie hafi mtu hapa. Ndoto yangu itatimia. Na nitasitawi katikati yao. Mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Namna hiyo, jizoeze kujisemesha hivyo. Kuna watu wengine wamezoea kustamkia maneno magumu ya ajabu. Wewe sio mtu wa kawaida. Kazi yako ni kuupindua ulimwengu. Haleluya. Sasa nakwenda kuzungumza sababu 13 za kuwaleta watu kwa Yesu. Sababu 13 za kuwaleta watu kwa Yesu. Wewe kama mwanafunzi wa Kristo, leo kanajiuliza maswali mengi. Kwa nini ni walete watu kwa Yesu? Na usikaje mimi? Sasa sababu 13 za kuwaleta watu kwa Yesu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 22. Andika mstari wa 17. Na maneno machache haya. Sababu ya kwanza ni kutekeleza agizo kuu la Bwana Yesu. Kutekeleza agizo kuu la Bwana Yesu. Mstari wa 17, Biblia inasema, na Roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatoae maji ya uzima bure. Sikiliza maneno hayo katika Ufunuo wa Yohana 22:17. Kwamba kila mmoja ambaye amekuwa mwanafunzi wa Yesu anaitwa kwenye mwito huu wa kuwaleta watu kwa Yesu. Na tunaona sasa hivi masuala ya injili ni kama yanakoma vile, kama anapotea namna ile. Lakini unahitaji kuona Mungu anainua wainjilisti moto, ambaye anajitambua kwamba mimi ni mwinjilisti, nasimama mahali hapo. Na kila mmoja anahitaji kuvaa joho la uinjilisti. Umebarikiwa mwinjilisti. Tupige makofi kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja anahitaji kuvaa joho la uinjilisti ili kuileta dunia hii kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
anayeweza kufundisha afundishe kwa undani zaidi, anayeweza kuhubiri ahubiri kwa undani zaidi, anaweza kutoa unabii atoe unabii kwa undani zaidi. Bwana Yesu atusaidie. Sasa nyakati hizo unaona kila mmoja anataka kufundisha kama anataka kufundisha. Simamia kwenye kipengele chako ambacho anakiweza. Bwana Yesu atusaidie. Wakati mwingine sema hapa mimi siwezi, hapa napaweza. Lakini kila mara tunapaweza. Inapofika hatua pana kuhitaji wewe, hakuna mtu mwingine yote, nasimama kwenye kipengele chochote. Na Bwana atakusaidia, utasukuma lile gombo na litaenda. Haleluya, haleluya. Tunauona umwito ambao Roho Mtakatifu anauitisha, kwamba na Roho anaitisha mwito huu wa kualika watu kuja kwa Yesu, na bibi harusi ambaye ndio kanisa ni mimi na wewe, naye anasema njoo. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaingia kwenye mwito wa kuleta watu kwa Yesu, na kanisa linaingia kwenye mwito wa kuleta watu kwa Yesu. Arafu na yule asikiae na aseme njoo, na mwenye kiu na aje, na yeye atakaye ayatwae maji ya uzima bure. Kwa hili zoezi la kuleta watu kwa Yesu ni zoezi la mwanafunzi yeyote wa Kristo. Naomba Bwana akupe upako huo, na Bwana akuvike nguvu hiyo. Unapokutana mwenye dhambi mbele yako, hebu mpelekee neno, mweleze, tumshuhudie, mweleze habari njema, usifurahie kuangamia kwake. Sababu ya pili ya kuwaleta watu kwa Yesu ni kwamba tusipohubiri Injili, mwisho hautafika. Kama mimi na wewe hatutahubiri Injili, ule mwisho hautafika. Na kwa kuwa mwisho hautafika, kitu kingine kitahubiriwa. Haleluya. Andika Mathayo 24:14. Tusipohubiri Injili, ule mwisho hautafika. Na kwa kuwa mwisho hautafika, kitu kingine kitahubiriwa. Watahubiri masuala ya waganga kienyeji. Kwa ninyi ambao sasa hivi mmekuwa kwenye mitandao, mnaangalia kwenye simu kubwa, mmebahatika kuingia kwenye simu kubwa, kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yanatupiwa mahali pale. Na vijana wenye rika la kwako, kwa sababu ya kutokotambua kwamba ingia upande upi, unajikuta wakati mwingine umetumbukia kwenye mambo machafu. Ndio yanakuwa sehemu yako ya mvuto. Huko unahitaji uondoke, unahitaji ukimbie. Unapoitumia simu kubwa ile, unapoingia kwenye mambo machafu yasiyopendeza, yasiwe sababu ya mvuto kwako. Hebu tafuta vitu vya kukusaidia. Hii simu inaweza kukutajirisha. Hii simu ina uwezo wa kukukuza sana kielimu, inaweza kukukuza kiroho. Kwa angalia mambo yenye faida ambayo atakusaidia. Sasa huko unakuta kuna waganga ya kienyeji wa kila namna, wamerusha mambo yao. Kuna ukahaba kila namna. Kwa nini? Kwa sababu tumenyamaza kufanya, wanaingia watu wanafanya kwa kadri wawezavyo. Kwa tunahitaji tupate kizazi kilichokombolewa, wanafunzi wa Yesu ambao watatupia vitu vingi sana. Wakitupia angani, tupia angani. Kwa tunapokuwa na media nyingi za kiroho, tunakuwa na mchango mkubwa sana wa kuathiri ulimwengu wa giza. Tunakuwa na wanafunzi wengi ambao wamecharuka. Jeshi kama hili hapa likasambaa kila kona, likaeleza angalau mara moja kwa siku kwa habari ya kuleta watu kwa Yesu. Yaani kila moja kwa siku angalau umshuhudie mtu mmoja. Na kuambia hivi, tutakichafua. Haleluya. Tutauvuruga mkoa wetu wa Songwe. Na mkoa wetu wa Songwe utaitika. Kwa kila mmoja ameingia kwenye tenda ya mwito mkuu. Na Bwana akujalie neema inayozidi. Sababu ya tatu ya kuwaleta watu kwa Yesu ni kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Sababu ya tatu ya kuwaleta watu kwa Yesu, ambayo inakulazimu kama mwanafunzi mfuasi,
Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Andika Mathayo 9:36 hadi 39. Ni kwamba usiangalie wengi wa watu, kwamba tuko wengi, watu wanajua. Watu hawajui chochote. Ndio maana utaona dhambi zinaendelea katika nchi, mauaji yanaendelea katika nchi, ukatili unaendelea katika nchi. Manake wanahitaji kuvunwa. Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Wanaovunwa ni watenda dhambi. Unapoona maasi yanaongezeka, huhitaji kusikitika, unahitaji kuchangamka, kupeleka injili, kupeleka habari njema. Wewe zungumza tu, anayeokoa ni Roho Mtakatifu, ndio anaokoa watu. Yesu yuko pale, unapolipeleka neno hilo, neno lako halitamrudia Mungu bure. Lazima limwage damu, na damu inayomwagwa mahali pale ni ile miungu inayomtumikisha kutenda dhambi. Haleluya, haleluya. Na utasema wenye dhambi takuta wapi? Wale ambao uko karibu nao, ambao unaongea nao, unashinda nao, watu alika lako, unasoma nao, unaishi nao, ni familia yako, haimjui Mungu. Wewe simama, fanya utetezi, peleka injili. Hayo ni mavuno, yanahitaji kuvunwa. Haleluya. Bwana Yesu akusaidie. Injili ni kazi ya dharura ambayo wakati fulani haihitaji mjadala. Tunaposema ni kazi ya dharura, unajikuta ulikuwa na shughuli zako naenda, lakini ghafla umeambatana na mtu ambaye si wa njia moja na wewe. Huyo tayari ni vuno, linahitaji livunwe. Kwa unaingia kwenye udharura wa injili. Usifanye injili kama kitu fulani maalumu sana kwamba nitafanya siku fulani. Yaani muda wote uwe tayari. Kama upanga uwao wote ukatao kuwili. Kwa wewe ni silaha za vita za Mungu. Wewe ni chombo kilichotengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo unakuwa ni chombo cha mavuno, kipuracho kivunacho. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sababu ya 4 ya kuleta kwa Yesu ni kwamba Bwana Yesu anawatafuta waliopotea. Bwana Yesu anawatafuta waliopotea. Yaani kwenye kundi kama hili hana haja na sisi, ana haja na aliyepotea. Kwa sababu sisi dai ni wako wake. Ambaye amepotea, yeye ndiye anemtafuta. Ama sikuja kwa wenye afya, nilikuja kwa wagonjwa. Sikuja kwa wenye haki, nilikuja kwa wenye dhambi. Kwa hiyo Yesu anamhitaji mdhambi. Andika Luka 9:55 hadi 56. Luka 9:55 hadi 56. Utaikuta habari yake hapo. Bwana Yesu anakuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Wanafunzi wa Yesu wakati fulani walikuazika na wenye dhambi walipokataa kutubu, walipokataa kuokoka. Yesu anahubiri wa Samaria wale, anakuta wa Samaria wale wamekuwa jeuri. Yesu walikuwa jeuri. Waambia kwa Yesu umekaza uso wako kuelekea Yerusalemu, hatukupi nafasi wala tukuhitaji. Vijana wawili Yohana na Yakobo wakasema, Bwana Yesu, wewe kaa tu, nyamaza, kaa hapa. Tunataka sisi tuagize moto kutoka mbinguni uteketeze wa Samaria wote hawa. Wamekuwa jeuri. Yaani unawashuhudia, unawahubiri wache dhambi, hawataki. Tuchome moto. Akaambia, hamjajua nimekuja kufanya nini? Sikuja kuangamiza roho, bali kuziokoa roho. Haleluya. Kwa hiyo Bwana Yesu anamtafuta mwenye dhambi kila mahali alipo. Na moyo wako unahitaji kutambua kwamba hili ni kusudi langu. Nahitaji kuingia kwenye mwito wake.
Kama aliwahurumia, unahitaji kuwahurumia. Na huruma yako wewe ni pale unapopeleka lile neno, unapoeleza kwamba njoo kwa Yesu. Yesu anakuhitaji. Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu anitafuta roho yako. Haleluya, haleluya. Naomba njoo hapa wewe. Njoo hapa. Wewe mwenyewe sema mimi hapa. Aha, njoo hapa wewe. Njoo hapa na binti yangu kijana, wewe nafikiri ni mvulana, wa pili, kiti cha tatu. Kiti cha tatu. Mshuhudie huyo, mlete kwa Yesu huyo. Tunaomba maiki. Tuangalie tunavyoletana, tulete mjifunze mlete watu kwa Yesu. Mlete kwa Yesu huyo. Ndo mwenye dhambi. Sasa wewe hauna dhambi binti yangu. Mnatembea kwenye safari moja, mmekaa kwenye kiti cha gari. Unapoingia kwenye kiti cha gari unakuta kuna jirani yako yuko hapo. Injili ni kazi ya dharura. Na Yesu alikuja kuokoa kilichopotea, kutafuta kilichopotea. Kesha potea huyu. Mlete kwa Yesu. Mweleze sasa, wewe ongea naye tu. Mwambie dada, habari gani? Dada, habari gani? Au mpendwa, habari gani mpendwa? Mpendwa, habari gani? Umetoka wapi? Sema au ni maswali kipolisi. Umetoka wapi? Mwambie mimi na jitambulisha jina lako. Mimi jina langu ni Cloud, nimetokea mpakani. Nasoma shule fulani. Nasoma shule ya mpakani. Nasafiri kutoka hapa na kwenda likizo. Mwelekeze sasa. Nasafiri kutoka hapa naenda kwenda likizo. Je, wewe unaenda sehemu gani? Safi sana. Unatengeneza kwanza urafiki. Ndio maana Yesu pale kisimana mwambie yule kahaba, nipe maji ninywe. Uweze kupeleka lindoana tu ulitupu afu unamleta mtu kwa Yesu, anakustukia. Unaanza na mambo yake. Wakati mwingine ana simu nzuri, sema una simu nzuri. Unaweza kumsifia tu, dada sweta lako nzuri. Ulinunua wapi? Sawa amekuuliza swali, kwenda wapi? Nyumbani. Kwenda nyumbani. Kufanya nini au ndo unaenda kupumzika likizo? Wewe unatafuta tu story yoyote tunazungumza naye, okay vizuri. Umeokoka. Usimwambie umeokoka. Mwambie wana habari njema. Mwambie na habari njema. Na habari njema kwako. Bwana nina kitu kizuri, nataka nikupe zawadi. Yaani kuna namna yote ambayo utaipata ile. Bwana kitu kizuri sana. Nataka nikupe zawadi nzuri. Utapenda kuipokea? Nitapenda kuipokea. Sawa? Kwa unaweza kaanzia hapo kama ni wakati mzuri au kwamba tukifika sehemu fulani nitakupa hiyo zawadi. Sawa? Kwa hiyo unataka umpe tu kumwandalia utayari yule. Unasikia vizuri? Kuna namna nyingi sana lakini nakupa kipengele kimoja tu kama hako. Kwamba zawadi gani? Kwambia na utaipenda. Yaani zawadi yenyewe ni Bwana Yesu. Umpokee Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Kama ameokoka utatambua, kama hajaokoka utatambua. Kama ameokoka nakwambia mimi Yesu ni naye, utajua huyu ni mwenzangu. Sawa Lakini kwambia Yesu ndio nani? Unajua tayari mteja. Unaweza kumueleza kwa undani habari ya Yesu alivyo mzuri. Haya, Mungu akubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sababu nyingine ya 5 ya kuwaleta watu kwa Yesu ni kwamba Mungu anahudumia ulimwengu kwa injili kupitia kanisa. Mungu anahudumia ulimwengu kwa injili kupitia kanisa. Andika kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari wa 10. Kwa hiyo ulimwengu unauangalia uko hapa, unahitaji sana huduma ya kanisa. Kuna wakati unaweza kazani vile ulivyo kama unachelewa, kama vile ueleweki, ni kwamba unatamaniwa sana. Jana nilikuwa nimekutana kijana mmoja yuko vizuri. Sasa anapoongea naye jamaa anaambia anavuta kweli bangi huyo. Sasa anasema anavuta bangi sana, bahati mbaya akasikia. Namwambia hivi, haina shida kama anavuta bangi, Yesu anampenda na bangi zake hizo. Asema mzee, Bwana asifiwe. Asema mzee, yani
sio kwamba tumeshindwa, tunawatamani sana mlivyo. Yaani jinsi mlivyo tunatamani sana tuwe kama nyinyi. Naambia yeye njoo sasa, njoo wewe vutaga hivyo hivyo, njoo. Wewe njoo tu. Asema nitakapoanza kuvuta ndio nitakuja nikamwambia wewe vuta, njoo kanisani. Uje umevuta. Wewe njoo wewe vuta tu, sababu ukisema usubiri wache ndipo uje utashindwa. Wewe njoo umevuta. Umesikia vizuri? Sababu Yesu, kanisa ni kama juya, kama jarife. Linakusanya kila namna, kishaingia mle ndani, neno ni mtaalamu. Linaenda kushughulika na mtu. Kwa hiyo huwa hatumkatai mtu, hatumnyanyapei mtu. Lakini inanifurahisha mashairi yake yanayozungumza. Mzee, yani kila tukiwaangalia waliokoka ni watu wazuri, wanapendeza, mambo hatuyapendi, tunalazimika, tunashinda neno na kujitoa. Kwa hiyo unamtamkia neno la ushindi kila wakati, kwamba Mungu atakusaidia na hiyo itanyauka. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimekuwa namshika kanisani, anavuta bangi. Alikuwa anavuta bangi vizuri kweli kweli. Bwana asifiwe. Samani watumishi. Sasa siku ya kwenda kumbatiza, sasa wewe nivute kwa mara ya mwisho. Nakwenda kubatiza ndio kwa heri. Ipi ndio kwenyewe sasa hapa ndio kwa heri. Kwa sababu mtu akiokoka na kubatizwa, huyo ndio mwanafunzi halisi. Kwa kama uko mahali hapo hujabatizwa, unavorudi nyumbani nyakati za likizo, hebu ukisikia kufika wakati wa batizo, anza kutafuta batizo, batizwe. Alivuta bangi, anavyoeleza yeye, anavyoshuhudia, alivuta bangi kwa mara ya mwisho, asija akavuta tena. Alipoivuta ile bangi ile, tulipombatiza hakuwahi kuvuta tena. Ndio akanashuhudia jinsi alivyofanyaga siku ile. Kwa namshukuru Mungu amenisaidia, niko mvuta bangi, anaweza kuvuta bangi wenzake. Kwa kuna mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya kwa akili zake, ila mito na miariko tunapowaita watu kwa kazi ya kanisa ni kuhudumia ulimwengu kupitia Injili ambayo ni nyenzo ya kiungu. Na wewe kama mtumishi wa Mungu, basi unaanza kuona matokeo yasiyo ya kawaida ambayo yanaleta mavuno mengi kwenye nyumba ya Mungu. Sababu nyingine ya 6 ya kuleta watu kwa Yesu ni kwamba mtu aliye roho ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mwanadamu na yoyote unayemwona ambaye ni roho ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Hakuna mwanadamu anayefananishwa na mnyama wa aina yoyote. Kuna watu wanatukana matusi mazito, lakini wewe hauko kama yule mnyama anayemzungumzia yule mtukanaji. Maneno ya kuvunjana moyo tu. Wewe ni sura ya Mungu, wewe ni mfano wa Mungu. Umeumbwa namna hiyo. Kwa kama uingie kwenye wazo la kiungu, utaiandika Mwanzo 1:26 na 27. Kwa hiyo mwanadamu yote anayemwangalia ni mfano wa Mungu, ni sura ya Mungu, bila kujali unampenda ama humpendi. Anahitaji injili yako, bila kujali yukoje mtu namna ile, anakusimanga kiasi gani, tunakwenda sambamba. Kwa hiyo lazima usimame katika zamu yako ukitekeleza yale ambayo yanapaswa kutekelezeka. Lakini sababu nyingine ya 7 ya kuleta watu kwa Yesu ni kwamba, andika, sitaki damu ya mwenye dhambi iwe juu yangu. Sitaki damu ya mwenye dhambi iwe juu yangu. Naomba msomaji wa Biblia, hebu nisomee kitabu cha Ezekieli 33:6 hadi 9. Sitaki damu ya mwenye dhambi iwe juu yangu. Kumbe tunaingia kwenye madeni pale ambapo tunyamaza kimya na unaona mwenye dhambi anatenda dhambi, na wewe ni mwanafunzi wa Yesu, mfuasi wa Yesu, unafurahia. Sisi hatuishi kuimba na kufurahi na kurukaruka. Tunachohitaji ni kutenda kazi. Kuimba ni moja ya kweli, kuomba ni moja ya kweli, kuwaleta watu kwa kuwashuhudia ni moja ya kweli. Kwa labda utekeleze. Nisomee kitabu hicho. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake.
lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Amen. Hebu tuishi hapo, mistari yote malizia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni walinzi wa ulimwengu. Kwa hiyo uponyaji wa dunia unategemea sana usalama wa mtu wa Mungu ambaye ni mwanafunzi, ametengenezwa, ameshiba, anaelewa mpango wa Mungu. Yaani ndani yake hawezi kanyamaza, hatulii. Kwa hiyo usalama wa ulimwengu uko mikononi mwetu. Matamanio ya dunia yako kwetu sisi. Anasema nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Kwa hiyo mamlaka iko ndani yako ya kumfanya mataifa kuwa wanafunzi, kumfanya mpagani kuwa wanafunzi. Unayo mamlaka hiyo, unahitaji kutambua hivyo. Kwa hiyo wewe ni mlinzi wa dunia, wewe ni mlinzi wa familia yako, ni mlinzi wa rafiki zako, ni mlinzi wa watu wako ambao wako mbele yako lakini hawana Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kusababisha uponyaji na uzima katikati ya miji yetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sababu ya 8 ni kwamba natambua kwa usahihi. Natambua kwa usahihi kwamba roho isiyokoka kwa kutubu dhambi na kuziacha imepotea milele. Natambua kwa usahihi kwamba roho isiyokoka kwa kutubu dhambi na kuziacha imepotea milele. Andika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 21 mstari ule wa 8. Sikiliza. 8 anasema habari waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Kwa hiyo moja ya sababu ya kuleta kwa Yesu ni kwamba natambua kwa usahihi kwamba roho isiyokoka kwa kutubu dhambi na kuziacha imepotea milele, kwa sehemu yake ni jehanamu. Sasa hapo nakwenda kuzungumza mambo yote mfululizo yanayofanana. Sababu ya 9, nafahamu thamani ya roho ya mwanadamu na tahadhari ya Bwana Yesu juu ya ubaya wa jehanamu ya kutisha. Nafahamu thamani ya roho ya mwanadamu na tahadhari ya Bwana Yesu juu ya ubaya wa jehanamu ya kutisha. Tumesoma kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba watenda dhambi, wazinzi, sehemu yao ni jehanamu, waabudu sanamu na kadhalika. Lakini hapo pia ukisoma kitabu cha Marko 9:42-48 utaona habari ya jehanamu. Yesu anazungumza kwamba iko jehanamu ambayo moto wake hauzimiki mchana na usiku, na ndani ya jehanamu hiyo iko funza. Kuna funza ndani yake anaishi. Kwa hiyo anazungumza kwamba ole wako wewe ambaye kama mguu wako nakukosesha, bora ng'oa mguu wako uende mbinguni kwa kigutu kuliko kwenda jehanamu na miguu yako yote miwili. Au ng'oa jicho lako unakukosesha, ni bora uende mbinguni ukiwa chongo kuliko kwenda jehanamu na macho yote mawili. Au ng'oa mkono wako mmoja, bora uende mbinguni una mkono mmoja kuliko kwenda jehanamu na mikono miwili. Yesu anazungumza juu ya jehanamu ya kutisha. Kwa lazima tufahamu kama mambo kama hayo, kwamba kumbe kumleta mtu kwa Yesu ni kusalimisha roho yake, ni kuiponya roho yake. Kasfeta. Ndio.
Sasa yaishi hayo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu yaisha ambayo unayakiri hayo. Isiwe wimbo wa kawaida. Yaani hakikisha unakuwa na mikakati ya kimsingi. Kwamba nitahakikisha mtu mmoja namleta kwa Yesu. Yaani angalau nikishindwa sana, angalau 3 wa 5 nioshuhudia tu habari njema kwa wiki. Nimeshindwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya 10 ya kuleta tu kwa Yesu. Natambua gharama kubwa ya ukombozi wa mwanadamu. Natambua gharama kubwa ya ukombozi wa mwanadamu. Na kwamba bila kifo cha Yesu isingewezekana. Na ya kwamba bila kifo cha Yesu isingewezekana. Andika Ufunuo wa Yohana 5:9-10. Ndama tujue tunaposema Pasaka, Yesu alifanya nini pale Kalvari? Alikuja kwa ajili pale Kalvari. Akaacha ungu wake kwa ajili ya roho moja ambayo inakwenda jehanamu. Kwamba hii roho isije kaangamia. Akaacha kiti chake cha enzi. Akavikwa taji ya miba. Akavikwa vispampas. Akasulubishwa pale msalabani. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya sikukuu hii kubwa ya kimapinduzi, ni sikukuu ambayo inabadilisha ulimwengu. Hata kanisa linaambiwa huu ndio mwanzo wa mwaka. Hautakuwa mwezi wa 4, itakuwa ni mwaka wa kwanza, tarehe ya kwanza. Ilikuwa ni Nisan 14. Yaani mwezi wa 4, alafu na ugeuza kwamba huu ndio itakuwa ndio Januari. Kwa hiyo katika kalenda ya Biblia hii ni Januari, ni tarehe 1 kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni mapinduzi. Yesu anakuja aliyetabiriwa kwa ajili ya roho moja inakwenda jehanamu, ili ainusuru roho ya kwenda kwa jehanamu. Na mimi na wewe tuliumba kwa mfano wake, wanafunzi wake. Natambua kwa usahihi gharama kubwa ya ukombozi wa mwanadamu, kwamba huyu mtu alimfia Yesu msalabani. Haleluya, haleluya. Sababu ya 11. Nafahamu vizuri kuwa Mungu ni mtakatifu. Nafahamu vizuri kuwa Mungu ni mtakatifu. Hata ivumilia dhambi katika uwepo wake. Hata ivumilia dhambi katika uwepo wake. Luka 1:74-75. Mwenye uwezo wa kustahimili na mwanadamu ni Yesu Masihi. Ndio amekaa kwenye kiti cha enzi sasa. Kwenye kiti cha rehema, sio kiti cha enzi, amekaa kwenye kiti cha rehema kama muombezi. Kwamba Bwana msamehe fulani bado hajaokoka. Bado hajafikiwa. Wakati Mungu anaona dhambi zinapanda, anataka kuipiga dunia. Yesu anasema Bwana subiri. Roho Mtakatifu anasema Bwana subiri. Kanisa la Bwana rehemu mji. Ponya nchi. Ponya mtu yule. Kwa hiyo Yesu anaandaa mtu wa kwenda ambaye ndio mimi na wewe. Kwamba nenda kamwambie fulani achokifanya akiache. Kwa hiyo ukiona mwenzako ambaye anasema nimeokoka anatenda dhambi, muonye, usimfichie dhambi. Mweleze mwalimu mlezi, tuna walezi wetu, mweleze mlezi. Mwenzangu yule yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Yeye anao uwezo mkuu wa namna kumsaidia. Kwa sababu ukimwacha kwenye dhambi yake na kumficha dhambi yake, ni kwamba Mungu hatamvumilia wewe na yeye. Kwa kumeona jicho lako hajamkemea, lazima nitaitaka damu yake mikononi mwako. Bwana Yesu hahitaji wanafunzi goigoi. Na kama hajafikiwa anakufunulia mtu kwamba angalia kila kinachoendelea mahali pale. Wewe nenda mahali pale, mweleze. Kwa nyakati zote unapokutana mwenye dhambi namna ile, wakati mwingine anafahamu kama umeokoka au hajui. Kama anafahamu umeokoka, aje utaniambia habari njema. Akikuta nakaa kimya basi, atakwambia bwana mbona siku zote niko na wewe, hujai kunishuhudia hata mara moja. Kwa hiyo hebu jitahidi kufanya hivyo.
na unakuwa uko peke yako, uko na Mungu mwenyewe unapozungumza neno lake. Yuko na bila kujali watakupokea kwa uzuri au watakupokea kwa ubaya, ni kwamba Mungu yuko pale anathibitisha neno lake. Haleluya, haleluya. Lakini jambo la 12 ni kwamba natambua asili ya mwanadamu ni pumzi au roho ya Bwana. Ni pumzi au roho ya Mungu. Andika Mithali 20:27. Hebu tuishie hapa sasa. Rudia tena, ongea kwa sauti. Okay. Natambua kwamba, sababu ya 12, natambua kwamba asili ya mwanadamu ni pumzi, weka mkwaju, au roho ya Bwana. Mithali 20:23. Kwa kuwa mwanadamu ni pumzi ya Bwana au ni roho ya Bwana, ndio maana Mungu ana uwezo wa kuwasiliana na mtu, au mtu ana uwezo wa kuwasiliana na Mungu. Yaani wewe hapo ulipo una uwezo wa kuwasiliana na Mungu moja kwa moja, kumwambia Bwana, nina mambo 1 2 3, nina agenda hii na hii na hii. Wewe ni mwanafunzi, unahitaji kujua namna gani kwenda mbele za Mungu. Kwa kuwa pumzi yako ni taa ya Bwana, inawaka, inaangaza. Roho yako ni taa Bwana. Unapotubu dhambi namna hiyo, unapookoka, roho yako inawashwa kama taa inaweza kumulika, kwa inaangaza kila kitu ndani yako. Alafu mbingu sasa kupitia wewe una uwezo wa kuwasiliana na Mungu moja kwa moja. Maombi yako ni njia kubwa nambari 1 kuongea na Mungu. Kwa unaanza kuongea na Mungu kwa habari ya haja ulionayo na ajenda ulionayo. Kama ni masomo unahitaji Mungu akusaidie, unamweleza kwa habari ya elimu yako. Unamweleza kwa habari ya shida yako. Kama unahitaji fedha, unamwambia Bwana nisaidie fedha, unamwambia fedha na tena kiwango. Nahitaji fedha kiasi fulani, tunakwenda sambamba. Nahitaji uponyaji wako, kwa kuwa wewe ni mfano wa Mungu, ni roho ya Mungu iliyoingizwa ndani yako, ikaambiwa izae ikaongezeke. Kwa wewe ni sehemu ya uungu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Hebu nimalizie andiko hili. Sababu ya 13 ni kwamba kwa kujua vema hili, nipo tayari kujitoa kuihubiri Injili kwa namna yoyote ile. Kwa kutambua hili, niko tayari kujitoa na kuhubiri Injili kwa namna yoyote ile. Andika Isaya sura ile ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 8. Hatuko hapa kwa hasara, tuko hapa kwa faida. Tunategemea kwenye kongamano hili, unaporudi nyumbani urudi umeenea, urudi umeshiba, urudi una nguvu za kiroho. Yaani unatembea jitu ritisharo, jitu la miraba minne. Tutaki kuangalia na kuona simple, lakini ukasio mtu wa kawaida. Kuna watu wanaitwa kina Danieli, kina Abednego, kina Shadraka na Meshaki. Wanasema hatutajitia unajisi kwa vyakula vya mfalme. Ni vijana wadogo wanajitambua. Wameitwa katika hali hiyo, wanakwenda kwenye gereza la Babeli. Yaani nchi kama gereza, wameenda kule kwenye gereza. Wala tuko ndani ya gereza hili, lakini hatutajitia unajisi kwa vyakula vya mfalme. Vijana watanashati, wazuri wa sura, wamejaa rohoni, wanampenda Mungu, wanamjua Mungu, wanajua anachokifanya. Nataka uwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uwe wewe ambaye utasimama na jitambua kwamba Tanzania yote kwa mbele yangu inanihitaji mimi. Tanzania inahitaji mtu mwenye majibu. Tanzania inahitaji mtu atakayesimama na akaieleza na ikasikia. Haleluya, haleluya.
Tunahitaji wanafunzi ambao ni wafuasi, wako chini ya Yesu Masihi, kwamba Bwana sikuachi. Na kushukuru umenisaidia, nimetoka shule ya msingi, nimekuja sekondari, nimekuja chuo, nimeingia kazini, huku nako na kwenda na wewe. Ulinisaidia kule na hapa, utanisaidia. Haleluya, haleluya. Mungu hajawahi kumwacha mtu. Anahitaji mtu anayejitambua. Kuna mambo fulani yanatendeka tu, afu mbingu zinauliza tumtume nani? Nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Mbingu zinahitaji mtu atakaye kwa ajili yao. Ndio maana ya kuwaleta watu kwa Yesu. Ndio maana kufanya kuwa mwanafunzi. Hatufanyiki wanafunzi kwa ajili ya kujiburudisha. Tunapia wanafunzi, tunaingia kazini, tunavaa magwanda, tunakwenda sambamba. Alafu siku zako zinakuwa nyingi, zinaongezeka. Kama ilikuwa ufe kesho kutwa au utakufa, unaongezea siku za kuishi. Unayo agenda ya kimbingu umeibeba. Uponyaji unakuwa juu yako. Mungu anakuonekania kila wakati. Atakusaidia yale ambayo hayawezekani. Haleluya, haleluya. Simama kwa miguu yako.